shabiki wa Young Africans. Mfumo umekubali. Timu inamiminika. Umeiona timu yako Pendo? Mfumo hujakubali. Ukisema mfumo umekubali tunaongopeana. Yaani Yanga ninayojua mimi na Yanga inayecheza leo vitu viwili tofauti. Yaani bora Yanga ile ya nani yule? Diamond au nani? Mirudi Hamdi. Ya Sonabi. Zaela. Ya Mwinyi Zaela. Unaona? Kuliko Yanga sasa hivi. Yanga ishambuli. Yanga ichezi. Alafu tunakuja kuongopeana mfumo mfanyaje? Umekubali. Sasa huu ndo mfumo wa kusema unapiga kichwani au ndo sisi tunapigwa kichwani? Kwamba nyewe ndo mnapigwa kichwani. Sisi tunapigwa kichwani. Hamna mfumo. Yaani safari hii engineer akatupiga kwenye kocha na ile namba 6 akatupiga. Yaani Musabala Conte. Katupiga, hamna mchezaji mule. Kocha naye ndio amepigwa. Timu ni kubwa kuliko kocha. Kocha hana sifa kuchezesha yani wakuwa kwenye timu kubwa kama Yanga. Kocha anastahili awe Tibwa, Kagera, Singida, Dodoma. Sio Yanga. Yanga ni kubwa kuliko kocha. Wewe kocha gani acheki? Wachezaji wanajiuliza kila siku tunafunga lakini mbona mwalimu acheki? Shida ipo wapi? Kwa hiyo kwa kweli kwa mpira wa sasa hivi yani kwa wewe leo tunacheza kimataifa. Sawa? Uwezi ukaja kwa kunipangia kikosi kama kile kimataifa. Je, ingekuwa sisi tumefungwa kule, huko angepanga kile kikosi? Asingepanga. Ule ni utani, tunataniana. Tuwe serious. Huyu jamaa ikiwezekana hata kesho abebeshe mabegi yake afanyaje? Kesho yani aondoke. Aondoke. Uliviki naye kabisa. Mimi nafsi yangu mimi, kwa sababu mimi mwanachama nalipa 24,000. Nachangia jezi na nunua jezi. Leo hivi unatuleteaje mfumo kama ule ueleweki? Sawa, wewe una mfumo. Hebu waache wachezaji wako mfumo uliokutana nao wacheze. Wewe ingiza mmoja mmoja uje kupata mfumo wako. Unaona? Haya, tungekuwa tunacheza na Mamelodi. Tungekuwa tunapigwa kama mbu wa ndani. Kwa mpira gani unacheza? Leo tunacheza mpira mbovu. Kesho na kesho kutwa unaacha wachezaji wetu kwa sababu una mechi na Mbeya City Jumanne. Ina maana tunaiogopa Mbeya City kuliko mechi ya kimataifa. Wanasema mbona Ahali achezi mpira mzuri, kikubwa matokeo. Sisi shida sio matokeo. Sisi tunataka mpira utembee. Boli tembee. Gusa achia twende kwao. Imeenda wapi ile gusa achia twende kwao? Gusa achia twende kwao hamna. Wewe Yanga unayejua anacheza vile? Wewe Yanga unakaa unaangalia hata soda yeye haipiti. Inakwama. Yanga gani sasa? Hata supu haipiti. Hata supu haipiti. Sisi tushazoea kunywa supu mpaka angamia. Leo hivi nenda kunywa supu ya nani sasa? Ya mbwa. Kwamba kocha aondoke hata kesho huko. Kocha aondoke, kocha hana mfumo. Sasa kama kocha hana mfumo, unamwachaje kocha anacheza? Au unamwachaje kocha anakomaa kwenye timu yako? Hatutoboi bro. Kwa sababu awamu hii tunavuka, sawa, tumevuka, tunaenda mbele. Mbele tunaenda kukutana na wanaume wanejua mpira, gusa achia twende kwao. Wewe timu leo hivi bila Pakome, timu hamna kitu. Haya, Bala Conte unamwacha nje. Mohamed Hussein unamwacha nje. Boka sijui Boka ule. Control mpira leo hivi hana. Unafanya sababu unamtoa Max. Sawa, unamuingiza hiyo Joni, si Jibidi Joni. Edmund Joni. Leo hivi ndo Yanga kumtegemea wewe mchezaji? Kwa kweli wana Yanga tumefeli kwenye kocha. Sasa kipi kifanyike kwa sababu mmeendelea kusonga mbele, pengine hatua ya makundi ipo karibu zaidi na nyinyi? Kipi kifanyike? Wito wako kwa Engineer Hersi? Wito wangu kama engineer ananisikia, viongozi wa Yanga wananisikia, washabiki wa Yanga wananisikia, kwa kocha huyu atutoboi. Bora tubadilishe kocha katikati ya msimu huu wa mwanzoni ya msimu, tubadilishe kocha. Lakini tukisema tukomae na huyu kocha, tutakuja kulaumiana, uwanjani hatuji, tutabaki nyumbani, timu haina umoja, timu haina muunganiko. Sawa? Tunashinda kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini sio kwa uwezo wa mwalimu. Uwezo wa mwalimu kachemka. Timu leo hivi bila kumtegemea fulani haiendi. Na sisi Yanga tulikuwa sio hivyo. Sisi Yanga gusa achia twende kwao. Gusa achia twende kwao. Leo timu hii sisi ndo tunaombea mpira uishe. Baada ya maadui kwamba waombee mpira wao uishe, sisi tunaombea mpira uishe. Pengine mchezaji gani ambaye anastahili kuanza katika first 11 hayupo, anzagi kocha anamweka nje? Sawa. Muona Mama Dumbi yule? Yule jamaa ana mpira wa kichwani. Unaelewa?
Yule Mama Dumbia sio kuchezea mpira bongo. Yule Mama Dumbia inabidi akacheza huko mbele kama Mayele. Alafu leo hivi unakuja kumweka benchi, anakaa eti anaangalia mpira. Tulimsajili ije aje kukaa benchi au tumemsajili aje kucheza? Acheze. Ila hawezi kucheza wote 30. Sawa, hii michuano ya kimataifa, so natuwekea kina Kibwana Shomali, blaza. Mpira sio kubahatisha na mpira hujaribiwi. Coach Kibwana naye hakustahili kuwepo. Yaani kwa leo, sawa, sisi leo tunatafuta ndio matokeo. Shida yetu tushinde, sio moja sio mbili. Unaelewa? Ukishinda 3, 4, 5, anayefuatia anakuja kwa adabu. Lakini angalia sasa, mpira kipindi cha kwanza wale jamaa ndo wanaongoza. Sawa? Sisi yani ukiangalia hata kwenye nani hatuongozi chochote. Unaona? Leo sio kushinda mpira dakika 75 au 80. Yanga ninajua mimi kipindi cha kwanza tu mpira unaanza tunakuwa na njaa kutafuta magoli blaza. Unaelewa? Angalia ndugu zetu leo hivi Singida Singida atakuja kushinda 3 bila, ni kawaida kwa sababu ana kocha mzuri. Unaona? Sisi tumeshindwa kumbakiza yule kocha wao mzuri, tungekuja kumbakiza yule kocha wa mwisho ambapo ameondoka. Mechi ya kwanza alianzia KMC naye akashinda 3. Kaka yule kocha na sisi tumepoteza kocha. Mlisema atoshi. Ni maneno ya watu kwamba atoshi, lakini kwangu mimi yule anatosha. Sawa, huyu ndio kashinda kwamba toka alivyokuja hajawahi kupoteza mpira na hajawahi kufungwa, sawa. Ila wachezaji wenyewe ndio wanajuhudi kumtunzia huyu jamaa kibarua chake kisiote nyasi. Walituambia ama tuliambiwa na baadhi ya viongozi wa Young Africans akiondoka Aucho tusiwe na wasiwasi. Kama shabiki wa Young Africans, wasiwasi huoni? Yupo Musa Bala Conte na Azizi Andambwile Mwabalasa. Blaza, Aucho sio kumfanisha na hao watu wawili unanitajia vitu viwili tofauti. Sawa. Leo hivi tunakuja kumtegemea huyu kijana wetu huyu Andambwile. Ndio tunakuja kumtegemea, ndio anakuwa mbadala wa Aucho. Lakini leo hivi usije kuniambia kwamba yule eti wao walisajiliwa kwamba wanaweza kuliko Aucho. Bro, huo ni uongo. Tunalazimisha maji kupanda kwenye mlima ambapo hakiwezekani. Aucho atabaki kuwa Aucho, Andambwile atakuwa Andambwile. Huyo nani mwingine unasema? Huyo Musa Bala Conte kwanza msimu kwanza tuache. Yaani usikufichi. Yaani hana hata mechi 3. Yaani bro, mpira hujaribiwi uwanjani. Kama umecheza mpira wewe, kama umejua kucheza mpira cha ndimu, utakuja kuniambia. Ila kama hujacheza mpira cha ndimu unaona ni kawaida. Unaelewa? Mchezaji anapata mpira lakini utulivu hana. Yeye anabutua tu. Wewe ulikuwa unamuona Aucho. Aucho akikamatia pale katikati panatulia. Si umeelewa? Panatulia lakini huyu jamaa bado ana upapala, hana utulivu. Vipi wapinzani wako Simba Sports Club wanakutisha? Mara wao tumeona wanacheza boli la kuvutia. Bro, Simba hata kama angekuwa anacheza kama Maniu, anitishi hata siku moja. Simba kutishi. Anitishi. Sawa. Simba kwangu mimi kama mawala wa chani. Mimi ndo nakwambia Simba na wala wangu nikimkuta mimi nangonga maisha yanaenda. Unaelewa? Yaani Simba wale hata kama ukisema kwamba leo mechi kesho asubuhi, Simba nabomoa kama kawaida. Na kesho namuombea mabaya afungwe. Ila anacheza vizuri. Kaka, mpira uchezi mdomoni, mpira unachezwa uwanjani. Unaelewa? Wewe leo hivi unamfukuza yule kocha. Kwanza yule kocha mimi nilipangia nimfunge hata 5 msimu unaokuja. Sawa, unakuja kuniletea kocha huyu. Angalia sasa, wana kocha wa vipindi, kuna kocha wa ligi, kuna kocha wa kimataifa. Unaelewa? Huyu kocha wao sasa hivi mpya anaitwa nani huyu? Medi Morocco. Morocco blaza mule amna kocha, mimi sikufichi. Morocco na Roman Force. Sawa. Morocco anatembelea upepo wa mgunda kwenye mechi ya kimataifa. Sasa wewe kocha wako kimtizama Young Africans Roman Force, afu kimtizama Nkali huko Medi Morocco, unaona mzani uko sawa? Mzani haupo sawa. Mimi Simba namfunga kutokana na uwezo wa wachezaji wangu. Ila ukija kutoka upande wa kocha, mimi kocha wangu ni daraja la mwisho. Bro. Kapitwa hadi na Morocco. Kapitwa daraja la mwisho. Wewe niambie kocha wangu mimi ushaona kwamba kafundisha timu kubwa wapi? Young Africa. Alikuwa msaidizi pia wa Sundown. Alikuwa msaidizi. Yeah. Sio kocha mkuu. Ndio. Uelewe vitu viwili tofauti. Kuna kocha mkuu na kuna msaidizi. Sawa. Yanga ni kubwa kuliko kocha. Kwanza itabia kutetea makocha wadogo wadogo hatutaki.
kwa sababu kocha hajakomaa, hana upeo. Shinaelewa? Wewe leo hivi unaniletea kocha na miaka 32, Yanga ina miaka mingapi? Takriban 90. Sasa wewe unaona vinalingana hapo? Unahitaji mzee. Unahitaji kocha mzee au? Yaani kocha hata kama ni mzee anakuwa na busara. Muona Gamondi umri wake umeenda. Ni kocha mzuri sana yule jamaa. Na tunajuta kabisa tumempoteza kocha mzuri. Yaani mimi naongea ukweli kuliko huyu kocha huyu wa kwetu sasa hivi huyu. Huyu mpira kwanza hamna. Basi mwana Yanga tukushukuru. Sawa, nishukuru na mimi nitatoa mchango wangu jamani, nipelekee mabegi yake uwanja wa ndege. Sawa. Hatufai. Sawa. Tuongee ukweli, kwa nini unaficha ficha? Hakuna muda kupeana muda kwenye mechi ya kimataifa, tutaongopeana. Tutakuja kufungwa paka na wajinga wale pale leo hivi tunashikilia bango kabisa. Watoto wanakuja golini kwetu wanatukosa mara 2-2. Basi tukapumzika mwanangu. Shukrani.